dondoo muhimu za kujua unapoanza biashara. Inawezekana jambo hili likawasaidia watu ambao wanataka kuanza, lakini pia wale ambao wapo kwenye biashara, hasa katika hatua za awali. Biashara nyingi kwa tafiti zinaonyesha kabisa kwamba hufa katika miaka ya mwanzoni, hasa ile miaka ya 3 ya mwanzoni. Ukiweza kusurvive kwa sehemu kubwa, biashara inaweza ikaenda mbali. Kwa nini biashara nyingi zinakufa pia hapa mwanzo? Ni kwa sababu hapa mwanzo, hasa unapokuwa umeanza biashara, ni mpya kwako, ni kipindi ambacho kinahusisha sana kujifunza vitu vingi. Sasa katika kujifunza, ukumbuke kujifunza kuna kukosea. Unajifunza hili, unalifanyia kazi, unagundua kumbe sio hivyo, kumbe sio sahihi, kumbe pengine mazingira uliotumia hiyo elimu uliyopata au maarifa sio sahihi. Sasa ambacho naweza kukuambia ufahamu, mimi kama mtaalamu, ambacho naweza kukushauri unapoanza biashara, kama ni mwaka 2025 umeanza au ulikwisha kuanza lakini bado yuko katika hatua za awali, bado ni mwaka wa kwanza, ni mwaka wa pili, bado unahitaji kujifunza sana. Na dondoo hizi sio pekee ambazo zinaweza kukufanikisha. Hizi ni baadhi ya dondoo ambazo ukizingatia zitakusaidia sana hapa mwanzoni kujenga msingi wa biashara yako. Sasa dondoo ya kwanza ambayo naweza nikakupa ni kwamba kimsingi hofu itakuwepo tu unapoanza. Hebu jaribu kufikiri, nikupe mfano wa kukufikirisha kidogo ndugu msikilizaji. Hebu fikiria kwa mfano mtoto anayekwenda shule siku ya kwanza. Ile siku ya kwanza anakwenda shuleni, ni chekechea, ni darasa la kwanza. Wengi tulioenda shule ama watoto tunaopeleka, utaona siku ya kwanza anazakalia sana. Wapo wachache ambao wakiona vitu vya kuchezea wao wanafurahi, wanabaki. Lakini walio wengi analia, anataka arudi na mama au na baba au aliyempeleka. Lakini baada ya muda, anapozoeshwa, baada ya muda kidogo anaanza kuzoea. Utaona yeye ndiye anaamka asubuhi mapema, anataka wahi, gari limefika kama ni kwenda kwa gari, au anataka andaliwa aende shule. Kwa hiyo siku zote kitu kinachoanza kina hofu. Hofu haiwezi ikakosekana. Kwa hiyo kama upo unayesubiri kuanzisha, una mwaka wa pili, kila siku unasema unaanza, dawa ni ndogo tu, anza hivyo hivyo. Wala usubiri kwamba hofu itaisha. Ukianza hofu itaisha. Fikiria kuna mtu anaolewa au kuoa, siku ya harusi anaanza kulia, eti ana hofu. Lakini alitaka mwenyewe, alitamani mwenyewe. Ni jambo la kushangaza kidogo, lakini ukweli ndio huo kwamba hofu ni kitu cha asili, kipo tu. Kuishinda ni kuanza. Unaanzaje? Unaanza hivyo hivyo. Hivyo hivyo ilivyo, hicho ulichonacho, anzia hapo hapo. Usihangaika sana na pressure ya nje, watu wataonaje. Hiyo itakukwamisha. Kwa hiyo muhimu ni kwamba, ama hatua ya kuchukua hapa ni kuanza na uamini kwamba mbele hakuna kizuizi. Ukiweka akilini kwamba kuna kizuizi, itakuwa changamoto sana kufanikiwa. Lakini dondoo ya pili ambayo naweza nikakusaidia ni kwamba ukweli ni kwamba hakuna mafanikio ya usiku mmoja. Watu wengi sana, hasa ni vijana, hasa ndio wenye changamoto kubwa hii, kwamba unataka uanze leo, kesho uitwe mkurugenzi. Haiwezi kuwa hivyo. Kuna watu wana biashara wamevumilia biashara hiyo ina miaka 30, ina miaka 20. Ukimwona amekuwa bilionea, unaweza kushangaa sana, imekuaje bwana haya mambo. Unaweza kumuona mtu ni mtaalamu, amebobea kwenye eneo fulani. Mathalan mtangazaji, amekuwa maarufu sana. Sio siku moja anaamka anakuwa maarufu. Lazima amefanya mazoezi, tunasema amepractice kwa muda wa kutosha. Kwa hiyo inahitaji muda, kila kitu kinahitaji muda, hasa kwa vijana. Haiwezi ukaanza leo kesho umekuwa. Ndio maana utajikuta mwisho wa siku unaishia kuiba, utajikuta unaishia kugombana na watu kwa sababu hutaki kuvumilia. Wengi tunapata kazi, unaajiriwa mahali ambapo katika uhalisia career yako ama ule ujuzi, kile kitu ulichonacho, utakinolea hapo, utajinoa hapo. Sasa wengi hatuna uvumilivu, hatutaki kutulia, hatutaki kuwa na uvumilivu kwamba tujifunze, tupate muda wa kutosha. Kwa hiyo inawia vigumu sana kupata kila ambacho ulikuwa unatamani. Kwa hiyo utakuta leo uko hapa kidogo, kesho uko hapa kidogo, kesho uko pale kidogo. Mwisho wa siku utakuta hupati chochote cha maana. Kwa sababu tunasema half committed. Yaani unakuwa nusu. Umeanza hii uko nusu, umeanza hapa uko nusu, umeanza hapa uko nusu. Haiwezi kusaidia. Sasa dawa ya hii ni kwamba, kwa kuwa hakuna usiku wa mafanikio, usiku mmoja ufanikiwe ghafla. Hii ni lugha tu tunaitumia kwamba hakuna mafanikio ya usiku mmoja. Tunachokimaanisha ni kwamba huwezi ukaanza tu ndani ya muda mfupi ukafanikiwa. Muhimu hapa ni kwamba wewe anza, lakini amini mchakato. Tunasema kwa lugha ya Kiingereza, trust the process. Wengi hatuamini sana mchakato. Mchakato ndio uliobeba majibu.
Anza, amini mchakato. Yani kaa kwenye hatua kwa hatua, utakuwa yule unayetamani kuwa. Hata Mungu ndicho anachokipenda. Maana hata maandiko anasema kabisa, mali inayotafutwa kwa ghafla pia hupotea, lakini pia mali inayotafutwa kwa hekima na taratibu hukua na kudumu na kukaa. Kwa hiyo pia ni hekima hata ya Mungu pia, kwamba unapoanza hatua kwa hatua utakuwa mtu yule ambaye utakuwa, kwa sababu katika kukua unapata uzoefu pia. Lakini dondoo ya tatu ambayo itakusaidia pia ni kwamba haitakuwa rahisi sana unapoanza. Haiwezi kuwa rahisi. Hakuna jambo jepesi. Ukiona jambo unalianza na linakuwa jepesi sana, hilo sio jambo lenye kitu kikubwa mbele. Jambo lolote lenye matokeo makubwa mbele lazima liwe na changamoto. Lazima liwe na ugumu. Lazima ukutane na changamoto za kutosha. Sasa changamoto ndio shule. Ile changamoto zitakusaidia wewe kuwa yule unataka kuwa.